Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia juu ya ibada ya hija, ambapo jana tulifikia tukapita katika miqati. Miqati ni sehemu ambazo watu wanahirimia, wanatiania kwa ajili ya ibada ya hija ya umra, na tukaeleza namna ambavyo mtu atahirimia na hadi tukafika kuingia katika mji wa Maka. Lakini yako mambo ambayo napenda kuyakumbusha. Jambo la kwanza, sisi kama Waislamu tumepangiwa taratibu za maisha yetu yote. Moja katika jambo hili ni dua kabla ya safari. Kwa hiyo nawakumbusha, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, kwa wale ambao watakwenda katika safari hii tukufu, wanapoondoka katika maeneo yao, kwa maana ya Dar es Salaam au Zanzibar au Mombasa au maeneo lolote, usisahau kusoma dua ya safari. Dua tulioelekezwa ni kusema subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jitahidi dua hii kuifahamu, japo kwa kuiandika au kuihifadhi, ili uitangulize kabla ya kuanza safari yako. Lakini jambo la pili ambalo napenda kulikumbusha ni pale tutakapowasili katika mji mtukufu wa Maka. Ziko dua nyingi ambazo mashehe mbalimbali na wanawachuoni wamezielekeza na kuziandika, ambazo mtu anapofika katika mji mtukufu wa Maka anazisoma. Lakini itoshe tu kuinua mikono yako na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alikokutoa na akakufikisha salama katika mji mtukufu, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie katika mwenye kuifanya ibada yako kwa vizuri na akukubalie ibada yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia dua ya kila mwenye kuomba kwa lugha yoyote. Kwa hiyo usisahau kumshukuru Allah pale unapofika katika mji mtukufu wa Maka. Lakini jambo la tatu ambalo napenda kulikumbusha, kuna baadhi ya kinadada, wanawake ambao wanasafiri katika safari za umra au kwenda katika ibada ya hija bila ya maharim. Maharim manake ni mtu kama mume wako, baba yako, kaka yako, mtoto wako wa kiume na mfano wa hao ndio maharim zako. Baadhi yao wanasafiri kwenda katika ibada hii bila ya kuwa na maharim, na wakati mwingine nafasi za kufanya hivyo wanavyo. Jambo hili ni jambo ambalo wametofautiana wanawachuoni. Wako ambao wamejuzisha kwa kuwa mtu anaenda na grupu yenye wanawake wengi, yenye watu tofauti, na baadhi yao wakakataza. Kwa nini ujitie wasiwasi? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuelekeza kwamba jambo lolote lenye wasiwasi tuliache, tusilifanye. Na wale waliokataza jambo hili wana dalili. Dalili ni hadithi iliyopokelewa na Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi yenye maelezo marefu, lakini nitaieleza katikati kutokana na hili neno letu tunalolisema, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, la tusafiranna mrata illa wa maha mahrama, asisafiri mwanamke isipokuwa mwanamke huyo ameongozana na mtu aliye maharimu yake. Mtume amekataza, hili ni katazo, asisafiri mwanamke bila. Na katika riwaya nyingine Mtume anasema mwanamke ambaye ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho asisafiri bila ya kuwa na maharim. Wanasema baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza maneno haya, fakama rajulu, akasimama mtu katika walio kuwepo na Mtume akiwepo, akasimama mtu. Fakala, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika maswahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, uktutibtu fi khazwati kadha wa kadha, nimeandikishwa mimi kwenda kupigana vita kadhaa na vita kadhaa. Yani mimi nimeandikishwa kwenda katika vita vya jihadi, yani mimi jina langu lipo katika kupigana vita kadhaa na kadhaa. Wa kharajat imraati haja, na mke wangu anatoka kwa ajili ya kwenda katika safari ya hija, mfanyeje mimi? Qala, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamjibu, idhhab fahujja ma amratika, toka uende na mke wako katika safari ya hija. Hadithi hii ndio hadithi ambayo wale ambao
Wanakataza mtu kusafiri mwanamke peke yake kwa ajili ya safari ya hija bila ya maharim, na wanakataza mtu asiende katika safari ya hija bila ya maharim. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tuliekee mashaka, tusije tukaharibu ukatoa gharama zako kubwa kwa ajili ya safari hii kwa kuambiwa kwamba bwana uko na grupu uko na hivi. Fuata wenye elimu wakuhakikishie kwamba unalolifanya ni la sawa, ili usije ukaharibu ibada yako. Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo ni kwamba tumefika katika mji mtukufu wa Makka. Kabla ya kuanza kuieleza ibada hii ya umra ambayo ndio mwanzo wa ibada yetu ya hija, nitaeleza walau kwa dakika moja historia ya mji wa Makka. Mji wa Makka zamani ilikuwa ni sehemu ya jangwa tu. Nabiullahi Ibrahim alitoka katika mji wa Palestina akenda katika nchi ya Misri, yeye na mke wake. Katika matukio marefu yaliyotokea katika nchi ile na mfalme wa nchi ile, alipewa zawadi mke wa Nabiullahi Ibrahim, mama Hajara, mama Sara samahani, alipewa zawadi ya mjakazi, yani mtumwa, ambaye alikuwa ni mama yetu Hajara. Baada ya kupewa, akaja naye katika nchi ya Palestina, akamuozesha mume wake Ibrahim kwamba mimi nakuozesha huyu awe mke wa pili. Baada ya kumuozesha, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia, kwa sababu Nabiullah Ibrahim alayhi salam na mama yetu Sara hawakuwa wamezaa mpaka utu uzimani. Kwa hiyo huyu Hajara kwa kuwa alikuwa ni msichana mdogo akapata ujauzito. Ule wivu wa kike uliotokea na misukosuko na misuguano baina yake yeye na mume wake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Nabiullah Ibrahim amchukue mke wake pamoja na mwanae Ismail, ende akawaeke au akawatupe au akawaache katika jangwa. Ndipo walipoletwa katika mji huu wa Makka. Wakati huo ilikuwa ni jangwa tu, halina kitu chochote. Nabiullah Ibrahim akamwacha mama yetu Hajara pamoja na mtoto wake Ismail katika sehemu hiyo, na ni sehemu kavu isiyokuwa na watu, isiyokuwa na chakula, isiyokuwa na chochote. Mama Hajara wakati Ibrahim anaondoka akamuuliza, haya ni matamanio yako au ni amri ya Allah? Alipoambiwa ni amri ya Allah akakubali kutii. Alipoachwa pale akamalizikiwa na chakula, akamalizikiwa na kila kitu, akawa anahangaika sana kumtafutia mwanae. Huko mbele ya safari tutaeleza tena jambo hili, lakini pakatumbuka maji pale mahali ambayo ni maji ya Zamzam. Ikawa ni sababu ya watu kuja katika eneo lile kuyafuata maji, kwa sababu wakati huo maji yalikuwa ni shida. Ndio sababu na chimbuko la mji wa Makka. Huo ndio ufupi wa historia yake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie hija zao wale wanaosafiri safari ya hija, na Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mara kwa mara katika safari hii. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.